Haleluya. Amen. Basi naomba tujifunze kidogo somo linalosema sababu za kuhakiki uwepo wa Bwana mapema. Sababu za kuhakiki uwepo wa Bwana mapema. Tunaposema kuhakiki uwepo wa Bwana mapema, uwepo wa Bwana sio nguvu za Bwana. Uwepo wa Bwana sio upako, sio kibali cha Bwana. Uwepo wa Bwana ni tofauti na upako. Uwepo wa Bwana ni tofauti na kibali. Uwepo wa Bwana ni tofauti na nguvu za Bwana. Uwepo wa Bwana maana yake ni Mungu kuwepo. Uwepo wa Bwana maana yake ni Mungu kuwepo. Tunataka tujifunze kuhakikisha kwamba Mungu yupo kwenye eneo fulani au kwenye jambo fulani mapema. Kumekuwa na changamoto kubwa wakati mwingine katika maisha. Tumekuwa tunashindwa katika maeneo mbalimbali, au wakati mwingine imefika mahali tumekuwa tunaenda kwa kupapasa na kwa kubunibuni na kwa kuhisihisi, lakini tunakuwa hatuna hakikisho la uwepo wa Mungu mahali hapo au kwenye jambo hilo au kwenye kitu hicho, jambo ambalo limekuwa kwa kweli likileta matokeo ambayo hayatarajiwi. Tunapokuwa tumeokoka, lazima ufahamu kwamba si wewe unayeishi tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yako. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Mimi kuwepo hapa ni Bwana, wewe kuwepo hapo ni Bwana. Wewe kuwepo pale unakoishi ni Bwana. Kila kitu ni Bwana. Umelala ni Bwana, umeamka ni Bwana, umekula ni Bwana, umesafiri ni Bwana, umelala, umeamka, umefanya kina kile, umefanya biashara. Yaani maisha yako yote ya kimwili na hata ya kiroho, si wewe unayeishi bali ni Bwana. Ni vizuri kama umeokoka, kwenye kila kitu na kwenye kila jambo unalofanya au unaloliwaza, awali ya yote upate uhakika ya kwamba Bwana yupo hapo kwenye jambo hilo. Ni muhimu kwa sababu moja, sisi hatuwezi jambo lolote pasipo Mungu. Sasa kama Mungu hayupo, maana yake ni kwamba lazima nitashindwa, kwa sababu Mungu hayupo. Kwa uwepo wa Mungu ni wa muhimu sana. Naposema uwepo sio upako, hapana. Nasema hivi, Mungu mzima kuwa pamoja na mimi, kuwa pamoja na wewe ni muhimu sana. Amen. Hakuna mahali ambapo Mungu hahitajiki. Hii itakusaidia sana katika maisha yako ya kila siku. Kuna wakati fulani katika maisha tumekuwa tunaanguka baadhi ya maeneo, na sometimes tumekuwa tukisema shetani amejiinua, lakini ukweli ni kwamba uwepo wa Mungu haukuwepo. Mungu hakuwepo. Kwa sababu Mungu hakuwepo, ndio maana ilishindikana. Kwa kuwa Mungu hakuwepo, ndio maana haikuwa nzuri. Kwa kuwa Mungu hakuwepo, ndio maana matarajio hayajaweza kufikiwa. You know why? Uwepo wa Mungu haukuhakikishwa mapema. Hakikisha uwepo wa Mungu mapema kwenye jambo lolote unalowaza kulifanya. Hakikisha kwamba hivi, Mungu utakuwepo pamoja na mimi, utaenda pamoja na mimi, utafanya pamoja na mimi, utaanza pamoja na mimi. Sababu gani? Kama uwepo wa Mungu hautakuwepo, maana yake ni kwamba utakuwepo wewe, na ukiwepo wewe huwezi neno lolote pasipo yeye. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Katika Yohana anasema ninyi hamwezi neno lolote pasipo mimi. Kwa hiyo nini maana yake? Ukienda uende na Bwana, ukitenda utende na Bwana, ukigusa uguse na Bwana. Uwepo wa Mungu uwepo. Ukiwepo utaweza, usipokuwepo hutaweza. Hata yale yanayoonekana ni marahisi hautaweza, kwa sababu uwepo wa Bwana hauja kuwepo. Amen. Kitabu kile cha Kutoka 33 mstari ule wa 15, maandiko yanasema, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Musa aliujua uwepo wa Bwana ni wa muhimu sana, na kwa sababu alijua uwepo wa Bwana ni wa muhimu sana, alifika mahali
akajua nikipiga hatua kama Mungu hata kuwepo siwezi kufika. Sasa kuliko nipige hatua, bora nibaki hapa hapa nilipo. Kama Mungu hataenda pamoja na mimi sina sababu ya kwenda. Ni watu wangapi leo wana ujasiri huo katika maisha yao? Leo watu wako tayari kuparamia mambo, wako tayari kufanya vitu, wako tayari kufanya chochote kile bila kujali wala bila kujiuliza, hivi Mungu yupo hapa au Mungu hayupo? Mungu anaenda na mimi au Mungu haendi pamoja na mimi? Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Hakiki uwepo wa Bwana mapema. Sio tu kuhakiki, hapana, lakini ni muhimu kuhakiki mapema. Watu wengi wanaanza kutafuta uwepo wa Bwana baada ya kupata hasara, baada ya kupoteza, baada ya kuaibika, baada ya kushindwa, ndio wanaanza tafuta uwepo wa Bwana. Kwamba Bwana inakuita, Bwana shuka. No, hutakiwi kumwambia shuka. Unatakiwa unapoanza mwanzo uwe na uhakika ya kwamba ninaanza na Bwana, na Bwana yupo katika jambo hili, katika vita hii. Bwana yuko kwenye lolote lile. Lolote unalolifanya kwa tendo au kwa neno, hakikisha uwepo wa Bwana uko pamoja na wewe. Hiyo ndio salama yako, hiyo ndio mafanikio yako, huo ndio ushindi wako, huo ndio uwezo wako katika Mungu aliye hai. Glory to his name forever. Amen. Uwepo wa Bwana. Hakiki uwepo wa Bwana mapema. Watu wa dunia huwa wana tabia moja, wanafanya kwa sababu wana uwezo, wanafanya kwa sababu iko ndani ya himaya yao. Lakini kwa watu tuliookoka sivyo inavyopaswa kuwa. Kuna mambo tunayaweza lakini hatuwezi kuyafanya, ni mpaka tupate hakikisho kwamba Bwana yupo katika hili. Si kwamba Musa alikuwa mlemavu wa miguu, hapana. Sio kwamba hawakuwa na uwezo wa kusafiri, hapana. Walikuwepo na uwezo, lakini alisema Bwana, haina sababu ya sisi kwenda bila ya wewe, bila ya uwepo wako katikati yetu. Ili tuweze kwenda, tuhakikishie kwamba utakuwa katikati yetu. Tutaenda pamoja. Kama tutaenda pamoja, basi tunaenda. Kama hautakuwepo, basi hapa mahali tulipo ni bora tuendelee kubaki hapa. Kuna wakati fulani katika maisha tunaingiwa na roho fulani ya haraka. Tuko tayari hata kupotea lakini tupate. Hamjui kuona hicho kitu? Tuko tayari hata kuharibu vitu fulani lakini tufanikishe agenda fulani. Hamjui kuona hivyo vitu? Vipo, lakini haipaswi kuwa namna hiyo. Ni muhimu kuhakikisha kwamba kwenye kila jambo wewe ni mtu wa kuhakiki uwepo wa Bwana mapema. Ninaposema mapema, namaanisha kwamba from the beginning, tangu mwanzo. Kabla hujafanya jambo, kabla hujaanzisha kitu, hakikisha uwepo wa Bwana upo. Kwa sababu kama uwepo wa Mungu hautakuwepo, hautafika salama unakokwenda. Amen. Na hii kitu Musa alijua, na akamwambia Mungu, no, tunatamani tusafiri pamoja na wewe, lakini utuhakikishie, tupate uhakikisho ya kwamba upo katikati yetu. Mungu wa mbinguni atuponye sana, wana wa Mungu. Amen. Sasa ni kwa nini ni muhimu kuhakiki uwepo wa Bwana mapema? Na ninaposema uwepo wa Bwana ni katika kila jambo, ya kiroho na hata ya kimwili. Unasafiri, hakikisha unahakika Mungu anasafiri na wewe. Si kama unasafiri Jumatatu kumbe Mungu haendi na wewe Jumatatu. Kwenye maisha yako ya kila inapoitwa leo, tunakabiliwa na maamuzi mengi yanayokuja kwenye meza ya maisha yetu. Kuna vitu vingi unatakiwa kutolea suluhisho, kutolea maamuzi, lakini kila amuzi unalolitoa lazima hakikishe kwamba maamuzi haya yanaenda na Mungu. Maana kuna wakati mwingine tunaamua vitu na tunaingia kwenye hivyo vitu, lakini bila uwepo wa Bwana. Mungu amekaa pembeni anakuangalia unavyo kwenda. Haitakiwi, inatakiwa uende na Mungu, unatembea na Mungu hatua kwa hatua. Na akikwambia mwanangu hapa siendi, unatakiwa umwambie Bwana, na mimi sifanye nini? Siendi. So umwambie Bwana, kaa hapo nitakukuta baadaye. No, you are mistake. Glory to his name forever. Amen. Glory to his name forever. Amen. Ukiangalia maandiko utaona mifano ya watu mbalimbali. Balaamu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwepo ni mtu ambaye hajali uwepo wa Bwana. Yeye alikuwepo anataka kutumia uwezo wake binafsi aliokuwa nao. Hata Mungu alipomwambia usiende pamoja na watu hawa, wala usiende kuwalaani watu hawa, mimi sitakuwepo na wewe katika shughuli ya laana hiyo, yeye Balaamu
hakukubali kusikiliza sauti ya Bwana. Aliamka asubuhi akaenda. Alipoenda ni kilichomtokea? Malaika wa Bwana alisimama njiani akampinga. Kuna wakati fulani katika maisha malaika wa Bwana anatupinga kwa sababu tumemwacha Mungu nyuma. Kuna wakati fulani katika maisha mambo yetu hayaendi kwa sababu wakati mwingine uwepo wa Bwana unakuwa tumebakiza nyuma. Safari yake ilienda lakini haikuwa nzuri. Ilikabiliwa na visa na mikasa mingi, na mwisho wa siku Balaamu akafa kifo ambacho kilikuwa sio kifo kizuri. You know why? Hakujali uwepo wa Bwana. Kuna wakati fulani katika maisha tunaongozwa na uzoefu tulionao zaidi ya Mungu tuliye naye. Kwenye kila unalolifanya hakikisha je, Bwana yuko pamoja na wewe hapo? Anafanya vile unavyofanya? Anaenda kule unakoenda? Anaamua hivyo jinsi unavyoamua? Uwepo wake yupo hapo kwenye hayo maamuzi? Yupo hapo kwenye hilo jambo? Hiyo ni muhimu sana na itakusaidia. Kwa nini? Kwa sababu dunia ina mambo mengi. Yawezekana unapoanza bila Bwana usione shida, lakini katikati ukaikutana na shida. Na ukikutana na hiyo shida kwa sababu Bwana hakuwepo, maana yake ni kwamba shetani atakuwa yuko tayari kukuvuruga na kukuharibu na kukupa shida na hasara nyingi kwa sababu uwepo wa Mungu haupo. Hakikisha uwepo wa Bwana mapema. Jambo lolote unalotaka kulifanya, jambo la kwanza na la muhimu, hakikisha uwepo wa Bwana. Pekua, chunguza, kagua mara mbili kwamba Bwana ni hakika upo hapa. Bwana ni hakika ninaenda na wewe? Ni hakika ninafanya na wewe au niko peke yangu? Ukishajua Bwana hayupo, rudi magotini. Na hii ni kwenye kila eneo, hata kwenye biashara unayoifanya. Usifanye biashara kwa uzoefu uliozoea miaka 10, 5, 2, 3. No, fanya kwa kwenda na wingu na uwepo wa Bwana. Haleluya. Amen. Kuna wakati Mungu atakwambia usinunue huu mzigo. Siko pamoja nawe katika kununua nini? Huu mzigo. Acha huo mzigo. Kwenye mahusiano hivyo. Usipende tu wewe. No, hakikisha umependa pamoja na Bwana. Kuna uwepo wa Bwana katika kupenda. Kama Bwana hajapenda, acha. Samsoni aliambiwa umependa lakini mimi sipo. Uwepo wa Mungu akasema mimi nitaenda. Mungu kaa pembeni, kaa hapo nyuma, nisubiri mimi naenda, nitakuja na nani? Na Delila. Hakuhakiki uwepo wa Bwana. Mwanafunzi umefaulu, unachagua kombi ya kusomea. Hakikisha kombi unayochagua uwepo wa Bwana upo. So umeumbwa kama engineer na uwepo wa Bwana upo kama engineer, wewe unaenda kwenye kitu kingine. Kaa chini mara mbili, mwambie Bwana, ninaomba unichagulie. Hii nimeichagua, je, utaenda na mimi na hii kozi? Maisha yangu yamefungamanishwa na hii taaluma. Maisha yako A to Z lazima yaongozwe na Mungu aliye hai. Agenda za maisha yako zipo kwenye mikono ya nani? Ya Mungu. Agenda za uchumi, agenda za uzao wako, agenda za kila kitu katika maisha yako. Saini ya Mungu ni muhimu sana ndugu yangu kuliko uwezo wa kibinadamu. Yaani Mungu akiwepo tu amekaa na wewe kwenye eneo fulani ni muhimu sana 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 sana. Kumbukeni ule mfano wa wale wanafunzi. Yesu anawaambia twendeni mpaka ng'ambo ya pili. Lakini wanafunzi hao walikuwa wajanja sana. Wakamchukua Yesu chomboni jinsi alivyo, wakaenda naye. Walipokwenda nini kilichotokea njiani? Upepo mkuu ukavuma baharini. Lakini kwa sababu walikuwa na Bwana mkubwa, uwepo wa Yesu ulikuwepo pamoja nao ndani ya merikebu, hawa wanafunzi hawakupata shida. Walienda wakamwambia Bwana mkubwa, tunajua upo pamoja na hatuwezi kuangamia na uwepo wako upo hapa. Wewe mwenyewe upo hapa. Na kwa sababu wewe mwenyewe uko hapa, tunajua kama umebeba upako, umebeba nguvu. Wewe ndio mwenye vitu vyote na wewe mwenyewe upo. Amen. Sema neno, watumishi wako tuwe hai tusife. Alichokifanya ni kitu gani? Yesu aliamka, aliukemea upepo, akasema iwe shwari kuu, na ghafla kukawa shwari kuu. Swali langu ni kwamba je, wangekuwa wameenda wao wenyewe? Wangemwamsha nani? Wangemlilia nani? Wangezungumza na nani? Wakati mambo yamekuwa magumu, wakati mambo yamegeuka, wakati mambo yamebadilika, wakati hatari imeibuka njiani, wangemlilia nani kama walienda wenyewe? Lakini uwepo wa Bwana ulikuwa ni wa muhimu sana. Uwepo wa Mungu unapokuwepo maana yake ni kwamba unakuwa na makimbilio, unakuwa na wakumlilia.
Unajua kuna kitu kizuri kama unapoanza kitu na Mungu, unafika mahali pagumu, una ujasiri ndani wa kumwambia Bwana, si ni wewe uliyesema? Si ni wewe Bwana uliyenifunulia? Si ni wewe Bwana? Hiyo itakusaidia. Lakini ili iwe hivyo, lazima uwe ni mtu ambaye uliuhakiki uwepo wa Bwana mapema. Sasa ni kwa nini kuhakiki uwepo wa Bwana mapema katika maisha yetu? Jambo la kwanza, ni muhimu kwa sababu Bwana ndiye aletaye ushindi. Jambo la kwanza, kwa nini ni muhimu kuhakiki uwepo wa Bwana? Ni muhimu kuhakiki uwepo wa Bwana maishani mwetu kwa sababu Bwana ndiye aletaye ushindi. Unataka ushindi, basi uhakiki uwepo wa Bwana mapema. Kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 42 mpaka ule mstari wa 45. Biblia inasemaje? Maandiko yanasema kwamba msikwee kwa kuwa Bwana hamo kati yenu, msipigwe na kuangushwa mbele ya adui zenu. Unaona hii? Hao watu walikuwa wanatamani kwenda kupigana vita. Nabii Musa akawaambia, msiende kwa sababu Bwana hayupo katikati yenu. Sio kwa sababu hamna silaha, no. Silaha mnayo, uwezo wa kwenda mnao, lakini sababu moja tu imemisi hapo. Msiende kwa sababu Bwana hayumo kati yenu. Kuna wakati fulani Bwana anakosekana kwenye eneo fulani katika maisha yako, usijaribu kwenda. Maandiko yanasema kwamba msikwe kwa kuwa Bwana hamo kati yenu, msipigwe na kuangushwa mbele ya adui zenu. Kwa kuwa Mwamaleki na Mkanaani wako mbele yenu, nanyi mtaanguka kwa upanga, kwa sababu mmerudi nyuma, msimwandame Bwana. Kwa hiyo Bwana hatakuwa pamoja nanyi. Lakini walithubutu kukwea. Unaona walifanya nini? Kukwea. Walithubutu. Kuna watu wanakuwa na uthubutu tu, yani maana yake kuna watu wanajikaza hata kama Mungu hayupo, anathubutu. Wewe umeshaambiwa na Nabii Musa kwamba usiende kupigana na adui yako kwa sababu Bwana hayupo pamoja na hata kuwepo pamoja na wewe. Hawa watu wakasema no, hata kama Bwana hata kuwepo, lakini wacha sisi tufanye nini? Twende. Wakaenda. Kuna wakati fulani katika maisha Bwana anatuonya kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, kwa njia ya watumishi mbalimbali wa Bwana, lakini bado tunadiriki, tunathubutu, tunajaribu. Matokeo yake ni kitu gani? Lakini walikwea mlimani hata kileleni, ila sanduku la agano la Bwana halikutoka humo maragoni, wala Musa hakutoka. Unaona? Sanduku halipo, linamwakilisha Mungu. Musa mwenyewe hakuwepo, lakini wao wakaenda. Matokeo yake ndipo Mwamaleki na Mkanaani waliokaa huko mlimani wakatelemka, wakawapiga na kuangusha hata kufikiria Homa. Kwa nini? Bwana hakuwepo. Hawa watu hawakuhakiki uwepo wa Bwana. Mungu aliwaambia Simo walitakiwa mtafute Mungu awepo ndipo waende, lakini hawakutafuta. Uwepo wa Mungu ulipokosekana wakapigwa. Sikiliza, ukienda bila uwepo wa Bwana, maana yake ni kwamba unatoa fursa kwa adui zako. Unatoa fursa kwa shetani kukushinda. Kwa sababu shetani hakuogopi wewe, bali ibilisi anaogopa yule unayeenda naye. Unajua ile siku ile punda alikuwa amebeba Yesu, maandiko yanasema kwamba yule punda alishangiliwa sana. Alitandikiwa mpaka nini? Mpaka kanga, mpaka matawi. Yule punda akawa anafanya nini? Anakanyaga, anaenda. Yawezekana labda yule punda hakujua kwamba heshima zote anazopewa kwa sababu alikuwepo na uwepo wa Yesu. Yesu alikuwepo. Kwa hiyo yeye alikuwepo anashiriki ile heshima, lakini kimsingi hakuna mtu anaweza kumtandikia punda majani atembee. Hakuna mtu anaweza kumpigia punda makofi, lakini hakuelewa. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Aliheshimu tu kumbeba nani? Yesu. Uwepo ule ukaleta ile heshima. Lakini uwepo ule unapokuwepo hayupo. Kama Mungu hayupo, ndugu, kila kitu unachokifanya kinageuka kuwepo ni bure. Hata thamani yako inashuka kwa sababu uwepo wa Mungu haupo. Haleluya. Kwa hiyo sababu ni kwa nini kuhakiki uwepo wa Bwana mapema? Sababu ya kwanza na ya msingi ni kwamba Mungu ndiye aletaye ushindi. Unamwambia Bwana, nichukue mkopo au nisiuchukue? Utakuwa pamoja na mimi hata kwenye marejesho? Akwambie, naam mwanangu, nenda, nitakuwa pamoja na nani? Haleluya. Bwana, ninataka kuanzisha biashara ya magari, utakuwa na mimi? Utaenda na mimi?
akwambie mwanangu, mimi siko pamoja na wewe katika hilo, unarudi namwambia okay Bwana, je, ni wapi utaenda pamoja na mimi? Mungu ni mwaminifu. Halo. Amen. Tusisubiri mambo yakishafika pagumu tunatafuta kutumia gharama kubwa kunyenyekea, gharama kubwa kulia, kuomboleza. No, tafuta uwepo wa Bwana mapema. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Mwanafunzi hivyo hivyo. Mungu ndiye mwenye hatima yako, ndio mwenye future yako. Anajua amekuumba kama nani. Ukisomea kitu ambacho hujaumbwa kwa ajili ya hicho, kitakusumbua na hautaweza kukienjoy katika maisha yako. Haitakuwa enjoyable. You know why? Kwa sababu Bwana hajakuweka kwa ajili ya hicho. Lazima from the beginning ukae kikao na Bwana. Umwambie Bwana, umenifanya kuwa nani? Nyota yangu ina raise kutokea wapi? Kwenye mahusiano hivyo hivyo. Bwana, nimekuomba unipe mke, unipe mume. Kuna huyu hapa nimempata. Je, uwepo wako utakuwa pamoja na mimi kwenye haya mahusiano? Sasa sisemi Bwana akiwepo itakuwa tamu au itakuwa nzuri. Hapana. Hata Bwana akiwepo bado inaweza ikawa chungu. Lakini ni heri kukawa na uchungu ambao katika uchungu huo Bwana yupo, kuliko kukawa kuna uchungu ambao ndani ya uchungu huo shetani ndiye yumo. Uwepo wa Bwana, moja ni kwa sababu Bwana ndiye anayeleta ushindi. Ushindi kimasomo, ushindi kibiashara, ushindi kiuchumi, ushindi kimahusiano, ushindi kiafya, ushindi hata kwenye vita. Unataka kufungua kesi, usiende kufungua kesi hivi hivi. Kaa kwanza magotini kwamba Bwana, nataka nianzishe kesi hii. Je, utakuwa pamoja na mimi? Ndio njia ulioitengeneza kunipatia haki yangu. Ndivyo ilivyo. Mungu ana njia nyingi za kurejesha haki za wateule wake. Kuna mahali Bwana atakwambia nyamaza, usifungue kesi. Mungu mwenyewe akamkamata akakuletea haki yako. Kuna wakati Mungu atakwambia mwanangu, usidai hichi kitu kiache. Sasa sijasema usidai, mimi nazungumza tu. Kwa hiyo kuna mahali Mungu atakwambia okay mwanangu, nenda kakate rufaa, nitakuwa pamoja na wewe. Okay mwanangu, nenda mahakamani, nitakuwa pamoja na wewe na nitakutetea na haki yako utaipata. Lakini kuna mahali Mungu atakwambia mwanangu, usiende, nyamaza ukauone wokovu wa Bwana. Kwa hiyo unahakikisha uwepo wa Bwana. Usiende tu kwa akili zako, hapana. Akikwambia mwanangu, nina njia tofauti na hiyo unaofikiria wewe, tulia. Unatulia kwa sababu Bwana atakuwa pamoja nawe katika kutulia huko huko. Bwana atafanya jambo. Kwa nini ni muhimu kuhakiki uwepo wa Bwana? Jambo la kwanza, kwa kuwa Bwana ndiye anayeleta ushindi. Maneno mengine ni kwamba kama uwepo wa Bwana haupo, ushindi hautakuwepo, wala ushindi hautakuja, wala Mungu hataweza kuonekana, wala mambo hayatakuwa mepesi. Lakini Bwana akiwepo, wepesi utakuwepo. Hakikisha Mungu anaenda na wewe kwenye hicho kilimo. Hakikisha Mungu anaenda na wewe kwenye hiyo ndoa. Hakikisha Mungu anaenda na wewe kwenye hiyo safari, kwenye hiyo huduma, kwenye kila nyanja. Maana waga kuna manyoka yanainuka katikati ya safari za wateule wa Bwana njiani. Sasa kitatokusaidia kuzima yale manyoka ni ule uwepo wa nani? Maana si umembeba uko naye, unatembea naye. Maana iko njia inayoonekana kuwa safi machoni pa mwanadamu, lakini mwisho wa hiyo njia ni uharibifu. Hata hotelini nyie mnaosafiri mara kwa mara, sio tu umeingia tu guest ni guest hoteli tu. Hakikisha Bwana yuko pamoja na wewe. Hoteli zingine unaziona hoteli, lakini sio hoteli ya kawaida. Zingine kabisa unakuta zina vitu humo, ni malango ya kuzimu. Malango ya nini? Ya kuzimu. Hata vyakula unaingia kula, sio kila sehemu tu na mwambie Bwana, naingia hapa kula, utakuwa pamoja na mimi. Kuhakikisha kwamba kila hatua unaoipiga kuna saini ya Bwana. Kuna taa kijani inayokuambia go. Vyakula vingine mnakula, mwenye biashara anatafuta kuimarisha agano lake, na ndivyo alivyoambiwa na Mungu wake na watu wake na makuhani wake. Ili biashara iende, lazima anapopika aweke kitu fulani humo ndani kwenye chakula. Na mkila ndo mnaona kitamu kweli kweli. Hoteli nyingine unaingia, lakini hapo mlangoni kuna kitu tayari umeshakiruka kwenye huo mlango. Yaani ukishapita tu namna hii tayari hiyo ni signature. Kiko hapo. Maana sio kila mtu anamcha Mungu huyu wewe unayefikiri kwamba kila mtu anamcha. Kila mtu ana Mungu wake. Wewe leo unafanya biashara, tegemeo lako kubwa ni madhabahu na maombi. Lakini sio kila mtu anayo biashara ya maombi na madhabahu na sadaka na kufunga, hapana. Haleluya. Amen. Kuna sababu ya pili na ya mwisho. Sababu ya pili kwa nini kuhakiki uwepo wa Bwana mapema kwenye kila jambo ni kwa sababu Bwana ndiye akamilishaye. Bwana ndiye akamilishaye. Ukianza wewe utamaliza wewe. Safari yoyote inaisha vile ilivyoanza na inafungwa na aliyeanza. Haleluya.
Kitabu cha Isaya 41 mstari ule wa 4, tuende 1 to go. Isaya 41 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, kweli, ni nani aliyetenda na kufanya jambo hilo, aviitaye vizazi tangu mwanzo? Ndio mimi Bwana, wa kwanza na wa mwisho, mimi ndiye. Unaona maneno alivyokuepo na nguvu, yamejaa kujiamini. Anasema mimi Bwana, wa kwanza na wa mwisho, mimi ndiye. You know the reason why kuna vitu vinakuwa vinaanza kwa nguvu lakini vinaisha vibaya, kwa sababu wakati mwingine vile vitu havikuwa vimehakiki uwepo wa Bwana mapema. Sababu ya pili ya wewe inayokutaka kuhakiki uwepo wa Bwana katika kila jambo ni kwamba Mungu huyu ndiye Mungu wa kwanza na wa mwisho. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kukufanya umalize vizuri. Unatamani kumaliza vizuri, hakikisha kwamba unaanza vizuri na uwepo wa Bwana. Mwambie Bwana, ninaanza hii, ninaenda pamoja na wewe. Ninaomba unisaidie, ninaomba unishike mkono, ninaomba uwe pamoja nami. Pamoja na kuomba hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu bado Mungu atakukataza. Utalazimisha, lakini Mungu atafanya nini? Atakukataza. Akikukataza uwe radhi kuacha. Kwa sababu whenever Mungu anapokataza jambo, ana zuri zaidi ya hilo. Ana mlango mzuri zaidi, ana ufunuo mzuri zaidi, ana bora zaidi. Ingawa wakati mwingine sisi kama wanadamu tunaona hapana, nikiachilia hii sintopata tena kama hii. Lakini Mungu anaona hapana, kuna kizuri zaidi kwa ajili yako. Hakiki uwepo wa Bwana. Sasa simaanishi kukiwa na uwepo wa Bwana, nimekuambia simaanishi kwamba hautapata vita. Hapana. Hata kukiwa na uwepo wa Bwana utapata vita. Lakini vita ya kuipata kukiwa na Bwana ni tofauti na vita ya kupata wakati Bwana hayupo. Mfano mzuri ni huo mfano wa Yesu na wanafunzi wake. Yesu alikuwa amebebwa ndani, lakini bado walipata dhoruba tena kubwa sana, karibu na kufa. Lakini dhoruba yao ilikuwa na uwepo wa Mungu ndani yake. Hii ni muhimu sana, itakusaidia sana. Kuna maeneo katika maisha au umepotea kwa namna moja au nyingine, na ungetamani kurudi vizuri. Sasa unaweza kauliza kwamba je, inakuaje? Au labda basi ndio kufa tu, kumebaki hakuna kingine. No, Biblia inatoa suluhisho. Jambo la kwanza, unapogundua kuna safari umeianza we mwenyewe na Bwana hakuwepo, jambo la kwanza na la haraka ni kurudi magotini mwa Bwana kwa njia ya toba na rehema. Hilo ni jambo la kwanza. Haleluya, wana wa Mungu. Hilo ni jambo la ngapi? La kwanza. Ni kurudi mbele za Bwana kwa toba na rehema. Mwambie Bwana, nimeenda nilivyoenda, nimefika mbali sana, lakini nimegundua kumbe nilikuwa niko peke yangu, na nimegundua siwezi tena kuendelea. Unaanza kuita rehema kutoka kwa Bwana. Rehema kutoka kwa Bwana. Usisite kukiri kukosea mbele za Bwana, kwamba Bwana, hapa mahali nimejichanganya, hapa mahali nimetumbukia, hapa mahali ukweli nimeingia hapa, lakini hakuna sauti yoyote ya kiungu iliyowahi kuniongoza. Mungu ana nguvu nyingi kukutoa hata kwenye mtego. Mungu anaweza, hata kama tayari umeshanaswa shingoni na kitanzi, bado hata hapo Mungu anaweza. Lakini anachokiangalia Mungu ni matengenezo kwanza. Hata kama waliokuzunguka wanaweza kusema pale hawezi kutoka kabisa, lakini wewe kwanza tengeneza tu na Mungu. Mungu ana njia za siri ambazo hazionekani. Hakuna mtu aliwahi kufikiri kama Samsoni angepambana tena na Mungu angeweza kuleta ushindi, si hivyo Hakuna mtu aliwahi kufikiri tena kama Hezekia angeweza kuwa chochote. Hakuna mtu aliwahi kuanza tena kama Lazaro angefufuka. Lakini Mungu asiyezuiliwa na asiyeshindwa, Mungu mwenye njia nyingi, mwenye maarifa mengi, mwenye mbinu nyingi, aliweza kufanya. Kwa hiyo wakati watu waliokuzunguka wanaposhangilia ya kwamba habari yake imekwisha, ya kwamba basi mwamba umeshamlalia, amechemka, amefanya hivi na vile, mimi nakwambia waseme umekaanga, waseme umechemsha, waseme hivi na vile na vile na vile, lakini wewe mlingane na Mungu wa Israeli. Zungumza na Mungu wako, nyenyekea mbele za Mungu wako, ungama mbele za Mungu wako, tengeneza. Mwambie Bwana, nilianza mwenyewe, lakini sasa nimegundua siwezi kuendelea mwenyewe.
licha ya kuanza, lakini siwezi kuendelea mwenyewe, ninakuhitaji. Unajua iko hivi wana wa Mungu, uwaga Mungu ana uwezo wa kuonyesha njia ikupasayo kuiendea. Njia impasayo mtu kuiendea, Mungu anaweza kuionyesha. Kwamba Mungu hapa kuna njia 7, lakini njia ikupasayo kuiendea wewe ni hii. Ana uwezo wa kuonyesha na ana uwezo wa kufunua. Lakini ili iwe hivyo, anataka uende magotini. Kwa hiyo jambo la kwanza, kama kuna mahali popote katika maisha yako ulianza bila kujua kwamba Mungu hayupo na wewe, na sasa umekuja kubaini baadaye, wakati tayari kuna hasara umeshapata, tayari kuna changamoto, tayari kuna kaburi kama Lazaro, basi hapo hapo ulipo ni vizuri kuanza kumlingana Bwana. Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu sana, na uwepo wa Bwana, somo la uwepo wa Bwana liwe sehemu ya maisha yako kila inapoitwa leo. Amen. Haleluya. Amen. Na hilo ndilo neno la Bwana likuongoze unapotoka na unapoingia.